Taarifa ninayowasilisha leo inahusu mafanikio katika utendaji kazi wa TAKUKURU mkoa wa Katavi kwa kipindi cha Januari-Machi 2025, ambapo TAKUKURU imeokoa shilingi milioni 220,23,980 na kuwezesha kupanda kwa mapato ya stendi ya mabasi Mpanda kutoka shilingi 500,000 kwa siku mpaka shilingi 700,000 kwa siku. Ufuatiliaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Katika utekelezaji wa jukumu hili, TAKUKURU ilikagua utekelezaji wa miradi miwili ya elimu yenye thamani ya shilingi bilioni 4.3 na kubaini kwamba: mosi, mabati yaliyowasilishwa yenye thamani ya shilingi milioni 220,23,980 yalikuwa chini ya kiwango. Shule mpya inajengwa katika kata ya Kasokola, lakini shule nyingine ni shule ya Rungwe Sekondari. Mzabuni wa zile bati alikuwa mmoja, anaitwa Resa Rufus. Mzabuni alilipa fedha kabla ya mabati kufika eneo la ujenzi kinyume na taratibu za manunuzi. Baada ya kubaini hilo, TAKUKURU ilifanya kikao kilichowahusisha mkurugenzi wa halmashauri, mkuu wa mkoa na mzabuni, na kumtaka mzabuni abadilishe mabati na kuleta mabati mengine ambayo yanakubalika kwa mujibu wa miongozo ya serikali. Jumla ya miradi 17 yenye thamani ya shilingi bilioni 9.1 katika sekta za elimu na afya imefuatiliwa katika kipindi hiki. Uchambuzi wa mifumo. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU ilifanya uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji wa mapato katika stendi kuu ya mabasi ya Mizengo Pinda, halmashauri ya manispaa ya Mpanda, na kuwezesha kupandisha mapato ya stendi hiyo kutoka shilingi 500,000 kwa siku sawa na shilingi milioni 180 kwa mwaka na kufikia shilingi 700,000 kwa siku ambazo ni sawa na shilingi 752 milioni kwa mwaka, ikiwa ni ongezeko la jumla ya shilingi milioni 72 kwa mwaka. Pia kupitia uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji mapato katika minada, tulifanya uchambuzi wa mfumo katika mnada mmoja ambapo halmashauri ya manispaa Mpanda tumeweza kusaidia kuongezeka kwa idadi ya mashine za ukusanyaji ushuru, yani POS, kutoka mashine moja iliyokuwa inafanya kazi katika eneo lile hadi kufikia 3, na hivyo kurahisisha kuongezeka ukusanyaji wa mapato katika mnada. Uelimishaji umma. Elimu imeendelea kutolewa kwa makundi mbalimbali na mafanikio yafuatayo yamepatikana. Moja, ushirikiano na wadau umeongezeka na wadau wameonyesha utayari wa kushirikiana na TAKUKURU katika kukabiliana na vitendo vya rushwa hasa katika nyakati za uchaguzi. Wagombea na watiania wa nafasi mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 wanakumbushwa kutojihusisha na vitendo vya rushwa na kufuata taratibu, kanuni na miongozo ya uchaguzi iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Mimi maoni yangu ninayoweza kuyazungumza katika mradi huu ni kuwashukuru kwanza ofisi ya TAKUKURU mkoa kufuatilia mwanzo wa majengo mpaka hapa yalipofikia, na waendelee kuhakikisha wanakuwa pamoja na serikali yetu kuhakikisha miradi yote inayoletwa inatekelezwa kiufasaha zaidi.